Hii ni clip ya dharura ambayo nimeona niitoe nikiwa ninatembea, kuna mahala ninaelekea. Nataka niseme hivi kwamba kama taarifa hii ambayo nimeiona kwenye mitandao, kama ni Masanja mkandamizaji anayejiita mchungaji ndiye aliyeweza kutoa maneno haya kwa picha hiyo, sababu wakati mwingine watu hutumia picha za muhusika na kuandika jina la muhusika kwenye akaunti zao na kuandika maneno kama hayo, pengine kwa wakati mwingine kutafuta kumchafua muhusika. Lakini nisemacho, ikiwa kama ni Masanja mwenyewe ndiye aliyeandika ujumbe huu, basi mimi nataka niseme kwamba maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Ezekiel 18 mstari wa 23, Mungu mwenyewe anasema kwamba je, mimi nafurahia kufa kwake mtu muovu? Asema Bwana Mungu, si afadhali kwamba angegairi na kuiacha njia yake akaishi? Sasa Mungu anachukizwa kufa kwake mwenye dhambi, mtu muovu. Mungu anachukizwa. Ikiwa itakuwa alikuwa Mungu, ikiwa kama anachukizwa kufa kwa mtu muovu, je, kwa mtu mwenye haki, je, Mungu ndo atapenda, atafurahia? Nisemacho ni kwamba kwa watu kama ambao wanakuwa hususan kama huyu ambacho amekisema Masanja mkandamizaji, kwa ambacho amekiongea kwamba kuondoka kwa Polepole yeye amefurahi na Oktoba ni kama ni tiki. Sasa nisemacho ni kwamba tu kwa hiki alichokinena Masanja mkandamizaji amekosea sana, na kwa sehemu kubwa hawa ndio wanaotufanya tuonekane kana kwamba watumishi wengi tunaojita watumishi au tunaohubiri neno la Mungu ni kama watumishi njaa, lakini kumbe ni watu wachache wenye akili mbovu kama za kina Masanja, kama hivi ambavyo, na anasema ikiwezekana anaweza katoa na kodi alipo Askofu Gwajima. Sasa mimi nisemacho, ikiwa kama ndiyo yeye aliyeweza kusema haya, na kwambia wewe mlaniwa, wewe shetani, mwana wa kuzimu, nikwambie tu kwamba kwa kufanya hivyo, kwa kujipendekeza kwa kila namna na unavyokuwa unavifanya, kwamba pengine vitaendelea kufanyika daima. Mimi tu nikwambie, kila chenye mwanzo kina mwisho wake. Na niseme tu kwamba namuomba sana Mungu, na hakika dua hii itamfikia, maana maombi ambayo Mungu yasikia ni maombi ya mwenye haki. Na mimi dua hii itafika siku moja. Nina hakika taifa langu ila Tanzania litakuwa chini ya mkono wa Farao. Atatawala mtu ambaye atajilipiza kisasi kwa wote mliohusika. Na wakati huu mimi wakati mwingine nasema Mungu yawezekana ameacha haya kwa muda mrefu ili tuwajue, na wale ambao mlijipenyesha humu mkijita ni watumishi wa Mungu, mlijipenyesha kwa maslahi yenu. Kwa hiyo mimi na uhakika sana huu ndo wakati wa kila aliyechawa, kila anayenufaika au anayefurahia watu kutekwa na kuumizwa. Huu ndo wakati wake ambao tutamtambua. Na niahidi tu jambo moja kwa Masanja mkandamizaji, kuwa kuahidi sana, siku ambapo nchi hii itakuwa imetoka chini ya mikono ya hawa wanyang'anyi, amini na kwambia, na muomba Mungu wa mbingu na nchi aliye hai kwamba nije kuwa kwenye wizara itakayokuwa inadili na masuala ya dini tu, wizara ya dini tu ambayo yenyewe na inawezekana ikaja kafanyika. Tutadili na nyinyi machawa wa dini, tutawahukumu sisi wenyewe ambao ndo tunaitwa watu wa Mungu. Yako maandiko yanasema uwai kwa upanga atakufa kwa walichokipanda mtu ndicho atakachokivuna. Niko mimi namuomba Mungu sana wa mbingu na nchi, siku moja yaje kuwa. Nishi hapa.